Tofauti kutoka Molo, kaunti ya Nakuru na Olkalau, kaunti ya Nyandarua zinaalilia haki baada ya vijana wao wenye umri wa miaka 17 kufariki kwenye maandamano ya jana. Dennis Njuguna, mwanafunzi wa kidato cha 4, alipigwa risasi alipokuwa akielekea kwenye likizo fupi huku Brian Ndungu ambaye ni mpiga picha baada ya kumaliza kidato cha 4 akifariki kwenye maandamano Nyandarua. Mike Chalo anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Baada ya kufunga shule kwa likizo fupi, Dennis Njuguna, mwanafunzi wa kidato cha 4, alielekea kwenye makazi ya kakake mjini Molo kabla ya kuamua kuelekea nyumbani jana jioni mwendo wa saa 10. Safari na maisha yake yakikatizwa kutokana na vurugu za maandamano mjini Molo alipopigwa risasi ya kichwa alipoabiri pikipiki kuelekea nyumbani. Risasi imemtoa kwa motorbike. Hata kofia alikuwa na kabosori kwa sababu alikuwa ametoka shule na nguo tu alibadilisha. Hata sijui kama huyo mtoto kama alikuwa amekula lunch. Sasa nikiwa kama mzazi mimi niko na uchungu mwingi sana wa mtoto wangu. Jua tafadhali wangetumia tu hiyo kinini ya kutoa machozi. Ama hata afadhali basi hata wangemugonga pale pengine nimuonage. Sasa ile walienda kumrusha risasi ya nini natokea huku Kifo cha Dennis Njuguna kikififisha matumaini yaliyokuwa nayo mama yake huyu aliyejawa na simanzi na ambaye ni mjane. Hata mwenye tu alimpiga risasi Mungu aliyejutua na uwezo. Ako kalikuwa kalastable. Sasa ako kalikuwa na maono kalikuwa tu kwa kiniambia mama wewe usijali nikimaliza tatafuta mtu kibarua. Mungu atufanikishe nipate hata kazi. Hata kama ni nje niende tusaidia watoto wa sister yake. Ni mpaka lini wasasi watalia? Yaani president wetu hawezi akasikwa na huruma tu kwa sababu wa wasasi. Vilevile Brian Ndungu, kijana umri wa miaka 17 ambaye ni mpiga picha baada ya kumaliza kidato cha 4 akifariki kwenye maandamano kaunti ya Nyandarua. Familia yake ikiarifiwa kuhusu kifo chake kupitia mitandao ya kijamii. Tulimuona kwa TV ndio tukapewa ripoti. Kwa asubuhi tukaenda tukapata ni yeye. Haki yangu lazima niipate. Nilipigwa risasi inatokea the other side. Sasa tunataka haki ya Blayo. Blayo ni mtoto mdogo sana, ako na 17 years. Blayo ni mtoto wa 4. Familia ya Brian Ndungu ikisema imempoteza kijana mwenye bidii kutokana na utafutaji wake wa umri mdogo. Alikuwa ameenda kazi yake kama kawaida vile anaamkia asubuhi. Mtoto mwenye anajitafutia, anaga shughuli na mtu asubuhi mtu. Kwa hivyo ninataka haki ya mtoto wangu. Familia hizi mbili sasa zinalilia haki za wanao ambao ndoto zao zimezimwa wakiwa wangali wachanga, huku zikikashifu jinsi serikali imekuwa ikiwakabili wanaoandamana kwa amani. Sasa wakichukua tu ati ni kutoa mioyo, kuondosha mioyo ya watoto. Si sasa Kenya itabaki na akina nani au wachanga wakiondoka? Ni familia iliyotarajia kukutana na mwanao alipokuwa akitoka shuleni kwa likizo fupi, japo maandamano yamebadilisha taswira hiyo. Familia hii sasa ikiwa kwenye maandalizi ya mazishi. Mike Chalo, TV47, kaunti ya Nakuru.